Wewe ukiona tu umebeba ujauzito, alafu wakati wa kujifungua ndo mmeo kila akienda akirudi tizi, katoto ndo haka kachanga, lazima ujue kabisa mtoto huyu maombi mengi ni kufuta roho ya umaskini, kwa sababu hata kaa miliki fedha wakati hakutembelewa na yoyote. Watu walikuja tu wanachungulia wanaondoka, hawakubeba kitu chochote. Mtoto akija, umezaa ukaona huyu kaja na chumvi, huyu kabeba mfuko wa sukari, huyu kaja na $20,000, huyu mwingine ana $5,000, huyo mtoto atakuwa milionea. Amen. Lazima uanze kusoma nyakati kwenye ulimwengu wa roho. Unazaa mtoto, umetoka hodini kule leba mpaka nyumbani, hamna hodi, hapigi mtu hodi. Jua limechomoza limezama, mpaka we mwenyewe ndo unaanza kutafuta kwenye simu, wajulishe, jamani nimejifungua na mgeni hapa, uanze kuwalazimisha kuja. Mama Veda, hii kitu lazima uisome. Na ndio maana mwingine anakuja ili awe mtumishi, alafu mwingine anakuja pakeji yake aondoe aibu ya familia. Wazazi hawajajengewa nyumba nzuri, ataijenga yeye. Sema haleluya. Kwenye familia ya mzee Yakobo walizaliwa wengi, lakini Raheli pamoja na kilio chake chote, alipokuwa amejaribu kuumia kwa kiwango cha ajabu, katoa mpaka mjakazi arudishe heshima, bado imegoma. Maandiko yanasema Raheli alipokuwa amebeba mimba, alimzaa mtoto anaitwa Yusufu. Akasema Bwana ameniondolea aibu, akasema ameondoa aibu ya familia, na sasa namtaka mwingine. Maana ya jina Yusufu sio jina la Bwana, sio jina la Mungu, ni jina ambalo linaondoa aibu kwenye jamii. Amina kubwa. Sasa wewe usije ukamuita mtoto Yusufu ana miaka 15 na hana ramani. Sema haleluya. Jina la Bwana libariki. Mnataka kunitifua wazimu wangu nyie? Basi injili ishia.